Sky TV. Ikutangazia moja kwa moja kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari. Tuangazia yale tulionayo usiku huu. Rais Samia azindua mpango mkakati wa kuboresha elimu. Ghana kurekebisha sheria zake za uchimbaji madini. Na katika michezo, Simba ilaza Mashujaa Meja Jenerali Isamuhyo. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka Sky TV, na kukaribisha katika saa moja ya habari. Langu jina ni Zinaziri Mswima. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan leo Januari 29 amezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu KK kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, katika hafla iliyofanyika kwenye makao makuu ya ofisi ya Baraza la Mitihani Tanzania NACTE jijini Dar es Salaam. Mwandishi wetu ana maelezo zaidi. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Rais Daktari Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizoahidi kutimiza ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya uchaguzi. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, Rais Daktari Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizoahidi kutimiza ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya uchaguzi. Ameongeza kuwa mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa Sera ya Taifa ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 iliyolenga kuhakikisha kila mwananchi anakuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo ya taifa. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia ishirikiane vyema na Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wizara za kisekta zinazohusika na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto kuhakikisha mkakati huu unatekelezwa kikamilifu katika ngazi zote. Mkakati huu usiishie kwenye makaratasi. Nataka uwe na matokeo yatakayopimika na yenye manufaa na tija kwa walengwa, yani watoto wetu, lakini taifa kwa ujumla. Aidha, ufuatiliaji wa matokeo ya utekelezaji wa mkakati huu uwe sehemu ya uwajibikaji katika ngazi zote, kuanzia mwalimu, mkuu wa shule, afisa elimu wa wilaya hadi mkoa. Kusiwe na ripoti za kuandikwa tu. Tunataka mabadiliko yaonekane kwa mtoto. Tunapotembelea sehemu, tukisimamisha mtoto wa darasa la pili anayeandaliwa kwenda la 3, tuhakikishe amesoma, ameandika na ameweza kuhesabu kwa jinsi vile tulivyojipangia. Ili kufanikisha hili, tathmini za mafunzo zifanyike mapema, kubaini watoto wenye changamoto kwa lengo la kupatiwa msaada kwa wakati. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuandika na kuhesabu KKK kwa watoto wetu wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili sasa umezinduliwa rasmi. Kwa upande wake, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Tanzania Dr. Said Mohamed amesema nchi nyingi zimefanikiwa kielimu kupitia utekelezaji wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. KK ni msingi wa elimu, lakini kwa mazingira ya sasa tunakokwenda, lazima tuwafundishe wanafunzi kulearn, ku-unlearn na ku-relearn. Wakati tunasoma topic za astrophysics huko nyuma, tulikuwa tukifundishwa sayari ziko 9. Leo hii sayari maelfu yanagunduliwa, na kila wakati dunia inakwenda kwa kasi ya ajabu. Mwanadamu wa kale aliishi kwa uwindaji na matunda pori, kisha akaongeza kilimo cha kupanda na umwagiliaji. Baadaye akaja mapinduzi ya viwanda na ugunduzi wa mashine,
kisha ikabuniwa teknolojia ya habari, na sasa ulimwengu uko katika akili unde, artificial intelligence. Mpango mkakati wa kisayansi wa KK umekuja wakati mwafaka. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema mambo matano watazingatia kupitia mpango huo. Yako mambo makuu matano tu ambayo tutakuwa tunayazingatia. La kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaimarisha namna ya ufundishaji kama ulivyoona pale Mheshimiwa Rais, kwa kufanya mafunzo endelevu kwa walimu na kusimamia namna bora zaidi ya kufundisha elimu ya awali, darasa la kwanza na darasa la pili. Pili ni maendeleo endelevu ya walimu, ya kuandaa, kuwashirikisha na hasa katika kuandaa vifaa vya kufundishia. Tatu ni kuwa na nyenzo za kufundishia na kujifunzia ambazo umeziona Mheshimiwa Rais, na zinapatikana kila eneo hapa Tanzania kwa sababu ni vizibo vya chupa za soda na kadhalika na kadhalika. Viongozi mbalimbali wa serikali wameshiriki katika uzinduzi wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto elimu ya awali pamoja na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Mindi Josefu, Sky TV. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameelekeza Wizara ya Afya kuzingatia kiwango rasmi vya gharama za huduma na kuhakikisha mpango wa kutunga sheria itakayoweka viwango vinavyofanana nchini kote ili kuondoa hali ya baadhi ya maeneo kuwa na viwango tofauti. Tupate taarifa zaidi. Ametoa maelekezo hayo leo Januari 29 bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa Ushetu Emmanuel Cherehani ambaye alitaka kupata kauli kuhusu viwango atakavyotozwa wananchi kama gharama ya kumuona daktari ambaye ni mwajiriwa na analipwa na mshahara na serikali. Katika hatua nyingine, waziri mkuu akijibu swali la Mheshimiwa Agnesta Kaiser, mbunge wa Segerea, kuhusu mikopo ya 10% kwa makundi maalum, ameyataka majiji na halmashauri wahakikishe masharti magumu kwa wanufaika ya mikopo ya 10% yanaondolewa. Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa nafasi hii. Ni kweli serikali ilibadilisha utaratibu na kupeleka utaratibu wa majaribio katika baadhi ya majiji na halmashauri, fedha za mikopo kuanza kutolewa kwa utaratibu wa kupitia benki, na baadhi ya halmashauri ziliendelea na utaratibu ule wa awali. Sababu kubwa ya kufanya hivyo ilikuwa ni kupeleka utaratibu huu kwa maafisa wanaoshughulika na masuala ya mikopo, hasa kudhibiti tatizo lililokuwa linajitokeza la vikundi hewa, la watu wanakaa kwenye halmashauri pale, wanatengeneza vikundi, wanatengeneza syndicate kutoka baadhi ya watumishi wa ndani ya halmashauri na wale wanaopokea fedha hizo. Kimsingi watumishi wasio waaminifu na wenyewe wanakuwa sehemu ya vikundi. Wamezitanguliza kule kwenye kikundi na yeye anakuepo kule kwenye. Kwa baada ya zoezi lote lile, lengo la serikali linakuwa halijatimia lile la kuwasaidia wahusika hasa wanaofanya shughuli hizo za uzalishaji, na lengo la pili la kwamba kutakuwepo na marejesho ili na wengine waweze kupata, na lenyewe linakuwa halitimii. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya msingi. Sasa baada ya kupeleka kwa majaribio kwenye maeneo haya ya mabenki, nimesikia Mheshimiwa mbunge ulichokisema, na nilipata fursa ya kukaa na wafanyabiashara hizi ndogo ndogo, wamachinga, nilikaa na bodaboda, nilikaa na bajaji, nilikaa na mamalishe. Moja ya mambo walioelezea yalikuwa yanafanana na hayo ambayo Mheshimiwa mbunge umeyasema, na maelekezo niliyoyatoa ambayo ndio dira iliyotolewa na Mheshimiwa Rais ni kwenda kwenye uhalisia. Machinga hawezi kuwa na hati ya nyumba. Ukimwambia alete hati ya nyumba ndio apate mkopo, ni dhahiri hata kuwa na hiyo hati ya nyumba. Na maeneo mengine walielezea kwamba wanatakiwa watoe dhamana, barua ya udhamini wa watumishi walioko serikalini.
na yenyewe machinga, mabodaboda, ukimwambia anze kuhangaika kutafuta mtumishi aliyeko serikalini amdhamini, na lenyewe ni tatizo lingine. Kwa maelekezo nilitoa, waondoe hayo masharti yanayokwamisha walengwa hawa kuweza kupata manufaa ya fedha hizo ambazo Mheshimiwa Rais amekusudia ziweze kuwafikia. Tulikubaliana na mabenki walikuwepo pale kwamba hayo masharti ya hati ya nyumba, hayo masharti ya barua ya udhamini kwa wale ambao wanatambulika hayatakuwepo. Daktari Mwigulu alisisitiza kuwa hatua hizi ni sehemu ya jitihada za serikali kuwezesha wananchi kiuchumi kwa kuondoa vikwazo visivyo vya lazima na kuimarisha miundombinu ya huduma za jamii. Florian Given, Sky TV. Moja kwa moja tuelekee kule mkoani Songwe. Mkutano wa baraza la waheshimiwa madiwani halmashauri ya wilaya ya Songwe umepitisha mapendekezo ya mpango na bajeti ya kukusanya na kutumia jumla ya shilingi bilioni 31.6 katika mwaka wa fedha 2026-2025, ikiwa ni ongezeko la shilingi bilioni 1.07 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka 2025-2026. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka mkoani Songwe. Akizungumza wakati wa kupitisha mapendekezo ya bajeti hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe, Mheshimiwa Abraham Sambila, ameeleza baadhi ya maeneo yatakayofanyiwa kazi na bajeti hiyo. Umaliziaji wa miundombinu ya miradi viporo. Kama kuna mradi na kiporo tumepeleka hela. Kuwezesha ujenzi wa miundombinu ya kutolea huduma kwa wananchi tumepeleka hela. Kuanzisha miradi mbalimbali ya kuongeza mapato ya halmashauri tutapeleka hela. Bajeti tuliyoiwasilisha leo katika baraza hili la madiwani tuliyoijadili na kuipitia na wahoji, je, mnaikubali na kuipitisha? Ndio. Asante. Wanaosema hapana, hakuna. Hesabu sauti za ndio zinashinda. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Songwe, CPA Cecilia Kavishe, amewashukuru waheshimiwa madiwani, ofisi ya mkuu wa wilaya na wataalamu kwa ushirikiano wanaomuonyesha katika kuhakikisha halmashauri inaongeza kasi ya ukusanyaji wa mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimefika hapa 2020 na 2022 ndio bajeti inatekelezwa. Tulikuwa tunakusanya mapato ndani, ilikuta bajeti ya bilioni 2.93. Lakini mwaka ule ule tuliweza kukusanya bilioni 2.94, ambapo ilikuwa ni 100%. Lakini mwaka 2022-2023 tulitoka kwenye ile bajeti ya bilioni 2.93 tukaweza kwenda kwenye bajeti ya bilioni 3.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka huo kwenye bajeti yetu ya bilioni 3.4 tuliweza kukusanya bilioni 3.9, ambapo ni zaidi ya 100%. Lakini mwaka 23-24, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulitoka kwenye bajeti ya bilioni 3.4 tukaingia kwenye bilioni 4.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaenda tukakusanya bilioni 4.3, ambapo ni zaidi tena ya 100%. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, 24-25 tukawa na bajeti ya bilioni 4.3 tukakusanya bilioni 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni hatua kubwa sana. Lakini bajeti yetu ya 26-27 tumeenda kupanga bajeti ya bilioni 5.8. Kwa hiyo tumeongeza zaidi ya milioni 800 tunaotegemea kwenda kukusanya. Aidha, baadhi ya madiwani wa kata ya halmashauri ya wilaya ya Songwe walikuwa na haya ya kuzungumza katika mkutano huo. Bajeti hii imegusa kila sehemu na imeangalia kama ukupata mwaka jana maana yake ukupata mwaka huu, kama ulipata mwaka juzi maana yake ulipata mwaka jana. Kwanza hakuna diwani atakayolalamika. Kwa sababu ya nini? Bajeti hii imegusa mahali popote pale. Kiangalia shule zetu za msingi, sekondari, hakuna mahali
asipoguswe. Mimi naipongeza sana bajeti hii nzuri, na niombe wataalamu wetu wakaitetee ibaki ilivyo. Lakini kila mmoja kawajibike kwenye swala la mapato. Tutakuja kufika mwisho wa mwaka hapa, mwisho mwenyekiti, tunalalamika miradi tuliyoitengia bajeti haijatekelezeka. Tutaanza kusotana sisi kwa sisi. Mwisho mwenyekiti, mimi nilikuwa nasisitiza hilo sasa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Zaidi ya bilioni 2 zatolewa kuboresha miundombinu ya shule halmashauri ya Mbeya. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kupitia Sky TV, langu jina ni Zinazile Mswima. Halmashauri ya wilaya ya Mbeya imepokea zaidi ya shilingi bilioni 2 kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuimarisha sera ya elimu bila malipo na kuboresha miundombinu ya shule za msingi na sekondari, ikiwemo ujenzi wa shule mpya kata ya Iwindi na kukamilisha maabara ya fizikia Nsalala na Iyawaya wilayani humo. Mwandishi wetu ana taarifa hiyo kutoka mkoani Mbeya. Akitoa taarifa ya siku 100 za awamu ya 6 kipindi cha pili, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Eric Yegela amesema fedha hizo zimetumika kujenga shule mpya ya awali na msingi kata ya Iwindi pamoja na kufanya umaliziaji wa maabara ya fizikia shule za sekondari. Katika sekta ya elimu kwa kipindi hiki, jumla ya bilioni 2,881,130,350 na senti 85 zimepokelewa kutoka serikali kuu na mapato ya ndani kwa ajili ya kuendeleza sera ya elimu bure bila malipo pamoja na kuboresha miundombinu ya elimu kwa msingi na sekondari. Miundombinu iliyoboreshwa ni pamoja na ujenzi wa shule moja mpya ya awali na msingi iliyojengwa kwenye eneo ya shule ya sekondari ya Iwindi, kata ya Iwindi, ukamilishaji wa maabara ya fizikia shule 2 za sekondari, shule ya sekondari Nsalala na shule ya sekondari Iyawaya, kiasi cha milioni 40 zimepelekwa. Aidha, Eric Yegela ameeleza ongezeko la uandikishwaji wa wanafunzi wa awali na darasa la kwanza wilayani humo. Hali ya uandikishwaji na mapokezi ya wanafunzi. Tutaanza elimu ya awali. Mpaka sasa tumeandikisha wanafunzi wa awali 8,370, wasichana 4,227 na wavulana 4,143, sawa na 68%. Darasa la kwanza kwenye elimu ya msingi tuna wanafunzi 9,000 ambapo wasichana ni 4,478 na wavulana ni 4,522. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Wananchi katika kata ya Kinyerezi jijini Dar es Salaam wamelalamikia kukosa maji kwa muda mrefu, hali inayowalazimu kutumia muda mwingi na gharama kubwa kununua maji. Undani wa taarifa hii tuungane na mwandishi wetu. Wananchi hao wamesema huduma ya maji imekuwa changamoto kwa kuwa yamekuwa yakitoka kwa nadra au kutotoka kabisa na kusababisha kutumia maji yasiyo na ubora, wakiiomba serikali kuwahudumia. Hebu niambie, hao saa 8 ndio wenye mabomba wanapata maji. Sisi tutakuwa na mabomba? Asante. Uwezi mtu kuamka saa 4 za usiku kumgongea mwenzie. Wewe maji yanatoka, sio rahisi. Mbaya zaidi, tuna waume. Wiki iliyoisha, wiki nzima haijatoka maji huku kwetu. Wiki nzima. Lakini maji tunayotumia kuanzia kufua, kuoga, kufuta gari kupeleka pale bondeni, utatuonea hata huruma. Hapafai, matakataka machafu, lakini hayo itabidi sisi tuoge, tufue kwa changamoto hizo. Maji yanatoka kama mkojo. Sawa? Yakitoka kama mkojo, ukipata ndoo 3 yameisha. Yaani bora hata wangetutolea kwa siku kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini yatoke kwa pressure inayotakiwa. Kila mtu angepata maji. Lakini kiukweli maji ni kero. Kwa sababu kama napata ndoo 3 mimi mwenye bomba, yule ambaye ana bomba anapata nini?
Diwani wa kata ya Kinyerezi amesema shida ya maji ni kubwa na imesababisha wananchi wengine kutumia maji yenye wadudu, huku mbunge wa jimbo la Segerea akisema atahakikisha wananchi wanapata maji safi na salama. Kuna sehemu tumekwenda kule Zimbili, tumekuta watu wanachota maji yenye wadudu, wanakwenda kuoshea vyombo, wanakwenda kufulia, wanakwenda kudekia. Hayo maji wanayopewa DAWASA yanaweza yakaja mara moja kwa wiki au mara moja kwa wiki mbili, na yakatoka akachota ndoo 3, maji yakakatika. Kwa tunaiomba wizara hii itengewe fedha ya kutosha ili kubadilisha miundombinu yote iliyopo michakavu, lakini pia kuongeza na saizi ya diameter ya bomba ambazo kwa sababu kila siku watu wanaongezeka. Kwa hiyo niwaombe wananchi wangu watulie na muwe na imani kwamba tunapambania hili swala. Mara ya mwisho walipoona maji safi na salama kwenye huu mtaa ni siku ile ambapo alikuja Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuja kuomba kula za wanajimbo la Segerea. Sasa mimi kama mbunge naondoka na jambo moja au napata jambo moja kwamba kumbe maji hapo. Kumbe uwezekano wa maji kupatikana kwenye mtaa wa Kanga na kwenye jimbo la Segerea inawezekana. Na ninakumbuka hata siku ile alipokuja waziri wa maji, siku ile maji yalitoka. Na alipiga marufuku kabisa kwamba mwanzo mwisho mimi kuja nikakuta maji na maji nikaondoka nayo. Mimi kama mbunge wa jimbo la Segerea, kipaumbele changu namba 1 ni kuhakikisha mnapata maji safi na salama. Na uzuri nafahamu na inatambua maji hapo. Eneo hili huwa linapata maji kutoka tenki la Banguro. Na mgao wake huwa unafanyika Jumanne, Jumatano mpaka na Alhamisi. Lakini kwa sababu huku ni sehemu ya mwisho ya utumiaji wa maji, kuna wakati yanapata changamoto kufika huko mwisho. Lakini DAWASA kupitia mkurugenzi wake mtendaji mhandisi Mkama Bwire ameliona hili na ametoa maagizo kujengwa booster eneo la Kimara kwa Mastera, ambapo hiyo booster tayari usanifu ushakamilika, na baada ya mwezi mmoja kwa maelekezo ya mkurugenzi hiyo booster inaenda kukamilika. Kwa hiyo swala la maji katika eneo hili kutokana na pressure kutoshindwa kufika huku mara kwa mara, kwa hiyo inaenda kuisha kwa sababu tunaenda kutumia booster. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Tukizidi kusalia jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama cha wabunifu Tanzania FAT, Mustafa Hassanali ameshauri kujengwa kwa sekta imara ya viwanda vya mitindo na kutazamwa kama biashara na sio burudani. Akizungumza leo jijini Dar es Salaam wakati wa jukwaa la wanamitindo Tanzania, Hassanali amesema kuwa kama Tanzania itachukua sehemu ndogo ya soko la Afrika, itaongeza fedha za kigeni, mauzo ya ndani na nje na kukuza ajira kupitia sekta ya mitindo. Tupate ripoti kamili. Naona mamilioni za ajira kwa vijana wetu ambazo bado zimejificha kwenye karatasi. Naona mabilioni ya shilingi ambayo Tanzania inapoteza kwa kuchukulia ubunifu kama burudani badala ya biashara. Ni swala la uchumi, ajira, biashara, utambulisho wa taifa na nafasi ya Tanzania katika dunia ya leo. Tasnia ya mitindo ipo katikati ya viwanda na uzalishaji, biashara ndogo na zakati, ajira kwa vijana, ujasiriamali wa wanawake, utalii, mauzo ya nje na diplomasia ya kiutamaduni. Tunachopaswa kujenga si hadithi za vipaji. Ni sekta imara ya viwanda vya mitindo. Nchi kama Italia, Uturuki na Morocco, Mauritius, Bangladesh hazikufanikiwa kwa bahati mbaya. Walifanikiwa kwa kuitazama mitindo kama biashara, sio burudani. Dunia inatuambia ukweli huu. Mitindo ya kimataifa ni sekta yenye thamani ya zaidi dola trilioni 2.5. Ikiwa Tanzania itachukua hata sehemu ndogo tu ya soko la Afrika, tunazungumzia mamilioni ya dola katika mapato, ajira na mauzo ya ndani na nje. Zaidi ya 60% ya ajira katika tasnia hii zinashikiliwa na vijana na wanawake. Tunaiangalia hii sekta kama
sekta ambayo ni chipukizi katika nyanja za kiuchumi. Moja ya sekta ambayo inakuwa kwa kasi kwenye mabara yote ni sekta ya mitindo. Kwa hiyo tujipongeze kwa kuwa moja ya washiriki kwenye tasnia, lakini pia tujipe kifua mbele kwamba tuko sehemu sahihi kabisa. Hatuko hapa kwa bahati mbaya, tuko hapa kwa sababu maalum. Tunapokwenda kushiriki tasnia hii ya mitindo kufikia kilele cha miaka 2030, wewe kama wewe utakuwa na nafasi gani katika kumiliki uchumi wa Tanzania? Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa. Baada ya muda mapumziko mafupi, tukirejea tutawaletea habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Biashara na uchumi. Karibu katika habari za biashara na uchumi. Jina langu ni Sofia Daudi. Mkoa wa Simiyu umetajwa kuwa miongoni mwa mikoa yenye ushawishi na fursa kubwa za uwekezaji nchini. Akizungumza mkoani humo, mkuu wa wilaya DC Simalenge amesema Simiyu na ardhi ya kutosha ina vifaa kwa utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo uanzishwaji wa viwanda, kilimo cha biashara pamoja na shughuli za biashara za kuongeza thamani ya mazao. Ameeleza kuwa juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya msingi hususan miradi ya umeme na maji ziko katika hatua za mwisho kukamilika. Hata hivyo, imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji na kuwezesha upatikanaji wa huduma muhimu kwa wawekezaji na wananchi kwa ujumla. Kwa mujibu wa DC Simalenge, mazingira hayo yameufanya mkoa wa Simiyu kuwa kivutio kikubwa kwa wawekezaji hasa wazawa na kuchangia kwa kiasi kikubwa katika kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Simon Peter Simalenga, ni mkuu wa wilaya Bariadi. Kimsingi
wilaya ya Bariadi na mkoa wa Simiyu kwa ujumla, kwa sababu pia namwakilisha Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Namringi Macha, kwamba hali au mazingira ya uwekezaji kama ambavyo wenzetu wa mamlaka ya uwekezaji ambao wamekuja kututembelea, kwa kweli mazingira ni mazuri. Ardhi kwanza kwa ajili ya uwekezaji ipo na imepangwa vizuri kwa halmashauri zote. Inasababisha sasa mkoa wa Simiyu kwa ujumla kuwa na mazingira rafiki kwa ajili ya uwekezaji. Na kwa eneo la ardhi ambalo tuko nalo, ukiondoa hiyo uhakika wa umeme na uhakika wa maji, manake hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanapokuwa ya uhakika, ina maana mazingira ya uwekezaji inakuwa ni mazuri zaidi. Lakini miundombinu ya barabara zinajengwa kupitia wenzetu wa TANROADS na zingine ambazo ziko chini ya TARURA. Lakini uamuzi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030 kwamba miongoni mwa mambo ambayo ataenda kuyafanya ni kujenga train ya mwendo kasi ambayo itaanzia Arusha, itapita Bariadi mpaka kwenda Musoma, ni moja ya mazingira rafiki sana katika mazingira ya uwekezaji. Amesema hayo wakati akiambatana na timu ya mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA walipotembelea kiwanda cha pamba kinachomilikiwa na mwekezaji wa Kitanzania mkoani humo. Na sasa tutazame viwango vya kubadilisha fedha za kigeni kutoka Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo leo Januari 29, 2026 dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2472 na senti 4 na kuuzwa kwa shilingi 2497. Pauni ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3404 na senti 3 na kuuzwa kwa shilingi 3438 na senti 4. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2948 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 2987 na senti 6. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 155 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 156 na senti 7. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 19 na senti 1 na kuuzwa kwa shilingi 19 na senti 3. Na shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 0 na senti 6 na kuuzwa kwa shilingi 0 na senti 7. Na huo ni mwisho wa habari za biashara na uchumi kwa siku hii ya leo. Jina langu ni Sofia Daudi. Biashara na uchumi. Na sasa moja kwa moja tunaungana na Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Karibu katika habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Ghana inajiandaa kufuata nyayo za Mali, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania kurekebisha sheria za usimamizi wa rasilimali zake. Mpango huo wa Ghana umezusha wasiwasi miongoni mwa makampuni ya uchimbaji madini katika taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa dhahabu. Nchi hiyo ambayo kwa sasa inatoa nafuu kubwa ya kodi na haki ya umiliki kwa makampuni ya kigeni na kuiacha ikishikilia kiwango kidogo cha hisa, inataka kufuata nyayo za mataifa mengine ya barani Afrika kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mali na Tanzania, ambazo hivi karibuni zimetangaza sheria mpya za usimamizi na uchimbaji wa madini. Ghana inataka kuimarisha udhibiti wa rasilimali zake wakati thamani na uhitaji wa dhahabu na madini, umuhimu wa cobalt na ukiongezeka duniani. Marekebisho ya sheria ya uchimbaji madini yanayopendekezwa yanatarajiwa kufikishwa bungeni kufikia mwezi Machi mwaka huu. Tutazame taarifa nyingine. Rais wa mpito wa Syria ameishukuru Urusi kwa kusaidia kuleta uthabiti nchini humo ambako kuna kambi zake za kijeshi. Rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa amefanya ziara ya pili ndani ya kipindi cha miezi 4 nchini Urusi, ambako jana alifanya mazungumzo na Rais Vladimir Putin mjini Moscow yaliyolenga kwa sehemu kubwa kuangalia suala la mustakabali wa kambi za kijeshi za Urusi nchini Syria. Kwenye mazungumzo yao, Rais Vladimir Putin
alitilia mkazo dhamira yake ya kuwa tayari kuisaidia Syria kujenga upya uchumi wake ulioharibiwa kwa vita. Alimwambia al-Sharaa kwamba Moscow siku zote imekuwa ikiunga mkono uthabiti na mshikamano wa Syria na kumpongeza kiongozi huyo kwa kurejesha mamlaka nchini humo. Rais huyo wa mpito wa Syria ameishukuru Moscow kwa kuisaidia kuleta uthabiti nchini mwake. Na hatimaye idadi ya wanajeshi wa Urusi na Ukraine waliokufa, kujeruhiwa ama kupotea huenda ikafikia milioni 2 katika majira ya machipuko, huku Urusi ikiwa imeathirika zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Ripoti ya kituo cha masomo ya kimkakati cha kimataifa CSIS iliyochapishwa siku ya Jumanne imesema watu milioni 1.2 wa Urusi walikufa ama kujeruhiwa, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 325,025 waliokufa katika kipindi cha kati ya Februari 2022 na Disemba mwaka 2025. Ripoti hiyo inakadiria kwamba watu 500,000 hadi 600,000 walikufa ama kujeruhiwa nchini Ukraine, ambako kuna raia na wanajeshi wachache. Miongoni mwao waliokufa ni 140,000. Takwimu hizo zinachapishwa chini ya mwezi mmoja wa maadhimisho ya miaka 4 tangu Urusi ilipoivamia kikamilifu Ukraine mnamo Februari 2024. Mwisho wa habari za kimataifa. Naitwa Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa kuelekea viwanjani kuangazia yale yaliyojiri leo katika michezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu katika habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja naanzia nyumbani ambapo shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF limefungia uwanja wa KMC uliopo Dar es Salaam kutumika kwa michezo ya ligi kuu kwa sababu haujakidhi vigezo vya kikanuni na sheria za mpira wa miguu. Taarifa ya TFF imeeleza kuwa miundombinu ya uwanja huo haikukidhi masharti yaliyowekwa katika kanuni za leseni za klabu. Kutokana na uamuzi huo, timu zote zinakumbushwa kuwa kutokutumia uwanja wa KMC mpaka pale ambapo shirikisho la soka mpira wa miguu Tanzania TFF litakapofungulia kutokana na adhabu ambayo limeweza kutoa ama kufungia uwanja wa KMC Complex. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na klabu ya Mbeya City imemtambulisha rasmi kiungo Hassan Dilunga ambaye amejiunga na kikosi hicho akitokea JKT Tanzania. Kupitia kwa ukurasa wao wa Instagram, klabu ya Mbeya City imemtambulisha Hassan Dilunga kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wamejiunga na klabu hiyo kutokea ndani ya kikosi cha JKT Tanzania, na inaeleza kuwa ni chaguo la kocha mkuu wa kikosi cha timu ya Mbeya City Meck Maxime kuweza kuboresha zaidi katika eneo la ushambuliaji na timu yake kuweza kupata matokeo zaidi. Ambapo kwa siku ya leo kuna mkutano wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa siku ya kesho, ambapo kwa siku ya kesho Mbeya City watakuwa nyumbani kuweza kumkaribisha Pamba Jiji, ambapo kocha msaidizi wa kikosi cha Mbeya City Ninza Arfan pamoja na kocha mkuu wa timu ya Pamba Francis Baraza wameelezea maandalizi yao kuelekea katika mchezo wa kesho. Tumekuja hapa kwa ajili ya maandalizi ya mechi ya kesho, kuelezea namna gani tumejiandaa. Kikubwa tumejiandaa vizuri kwa ajili ya mechi ya kesho. Unajua umuhimu wa mechi ya kesho. Mechi ya kesho ni muhimu ukilinganisha na nafasi tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo vijana wako tayari kwa ajili ya mechi ya kesho. Ni mechi ambayo inatuhitaji lazima tupate pointi 3 kwa sababu position tuliyokuwa nayo sio nzuri. Tumepoteza mechi iliyopita na hii tuko nyumbani, tuna advantage. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kesho tunapata pointi 3. Ni mechi ngumu, kwamba ni timu nzuri na tunaamini kwa maandalizi ambayo tumejiandaa basi tutapata pointi 3 kesho ili wana Mbeya City wapate furaha. Timu hamna majeruhi yote mpaka sasa hivi. Watu wote wako vizuri, watu wote kwa mazoezi. Ni kweli muda mrefu hatujapata matokeo mazuri na tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu kurekebisha makosa yote ambayo yamejitokeza kwenye mechi zilizopita, na naamini kwa kesho kwa kazi tuliyofanya mazoezini na morali ya vijana waliokuwa nayo ni tutakwenda kufanya vizuri, kwa sababu tumeona makosa yote na tumeyafanyia kazi karibia 100% kubwa. Kwa hiyo naamini kesho mchezo utakuwa mzuri na tutapata matokeo. Tulikuwa maybe na knock moja, naweza sema knock moja ambao mchezaji mmoja naweza sema tamkosa kwa mchezo huu wa kesho, lakini wachezaji wangu wote wako ready na nimebeba kikosi kipana ambapo naweza sema kuwa litajazwa, pengo lake litajazwa na mtu Norel lishajazwa, manake aliumia mechi ya Mtibwa na aliyeingia alicheza vizuri, so mwendelezo ni ule ule. So siwezi sema kuwa kuna shida yoyote katika ulingo wangu wa defense. Tuwape heshima wenzetu, na heshima. Mbeya City ni timu nzuri na
umesema vizuri kuwa wanatafuta pointi 3 kwa Udi na Uvumba. So mimi kwa upande wangu naweza sema kuwa vijana wangu already nimewaprepare vizuri, na nafikiri mechi iliyokwisha wana machungu pia baada ya kupoteza mchezo kwa dakika za jioni. So preparation, na ukiangalia vijana the way nimewapanga, siwezi kuona kuwa kuna shida. Wanajua wanacheza timu gani, na sio mara ya kwanza kucheza na timu za ugenini kama za kaliba kama Mbeya City. So unajua mchezo utakuwa mgumu, tunawaheshimu wenzetu. Mchezo utakuwa mgumu, na najua wenzetu tunajua kuwa wanatafuta pointi, maana sehemu walipo hawako mahali salama. So najua mchezo utakuwa mgumu. Sisi yetu ni kujaribu vijana wangu watulie, wasicheze na pressure. Wakati huo ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo, ambapo majira saa 10 kamili kwa kuna mchezo ambao unawakutanisha kikosi cha Mashujaa FC ambao walikuwa wageni dhidi ya Simba Sport Club, na mchezo ambao umetamatika kwa mnyama Simba kuweza kuibuka na ushindi wa idadi ya mabao 2-0. Mabao ya Simba imeweza kuweka kwa mbali na usajili mpya Gueye pamoja na Selemani Mwalimu ambaye amepeleka alama 3 kunako klabu ya Simba. Na moja kwa moja tunakwenda pipa hadi kimataifa, ambapo nahodha wa Nigeria Wilfred Ndidi amepatwa na msiba wa kuondokewa na baba yake Sunday Ndidi ambaye alifariki katika ajali ya barabarani siku ya Jumanne Januari 27 mwaka 2026. Muda mfupi uliopita imetoka taarifa nyingine tena ya Samuel Chukwueze, mshambuliaji wa Super Eagle na timu ya Fulham FC ambayo iko pale nchini Uingereza, na amepatwa na msiba wa kuondokewa na mama yake Sarah Chukwueze ambaye alifariki baada ya kuugua kwa muda mrefu pale nchini Nigeria. Na kunako taarifa nyingine, na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani, lakini leo naamua ni kuache na hii. Unaweza ukawa kwenye kazi ambayo unaifanya sio kipaji chako. Je, mchezaji huyu tumwache kwenye mziki ama tumwache kwenye mpira? Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Na sasa tutazame utabiri wa hali ya hewa kutoka TMA kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku huu. Habari ya wakati huu mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omari kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi kuelekea kusini mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini. Na kwa siku ya leo, maeneo machache ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara,
yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo machache ya nyanda ya juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua. Kwa maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, magharibi mwa nchi yetu, kati mwa nchi pamoja na kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na Ziwa Nyasa. Kwa maeneo ya Ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya Bahari ya Hindi, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na sasa tupate utabiri wa siku nne zijazo kwa baadhi ya maeneo hapa nchini. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa tuliokuwa nayo usiku huu. Rais Samia azindua mpango mkakati wa kuboresha elimu. Ghana kurekebisha sheria zake za uchimbaji wa madini. Simba yailaza Mashujaa Meja Jenerali Isamuhyo. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima Sky TV, langu jina ni Zinaziri Mswima. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii @Sky International TV. Uwe na usiku mwema.